Finally jambo limekamilika, kwa maana ya taarifa ambayo awali ilianza kama tetesi, lakini klabu ya Simba wenyewe wamekuja kuthibitisha taarifa hii, kwa maana wamenasa huduma au saini ya mlinzi wa kati wa kimataifa wa Ivory Coast, na ametokea kwenye klabu ya Banyas ya kule Arabuni. Huyu ni Ismail Olivier Toure. Yes, sasa ni nyota ambaye katika session zilizopita hapa tuliwahi kumwangalia, lakini kuna vitu ilikuwa hatujavigusa bado, na miongoni mwa vitu ambavyo hatujavigusa ni pamoja na experience yake kwenye African football, pamoja na nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba iko vipi. Lakini kwa kufanya brushing, Ismail Olivier Toure ni nyota ambaye amehitajika na kocha mwenyewe, kwa maana ya Steve Barker ndiye ambaye alipropose jina la Toure. Kwa nini? Kwa sababu anamfahamu vizuri na amefanya naye kazi kwenye kikosi cha Stellenbosch huko Afrika Kusini. Yes, alikuwa mlinzi ambaye anamtumainia kweli kweli katika safu ya ulinzi ya kikosi cha Stellenbosch. So ni mlinzi ambaye anamfahamu vizuri, mpaka wakati anaondoka anakwenda kujiunga na Banyas baada ya kumaliza mkataba wake na Stellenbosch. Steve Barker alifanya jitihada za kutosha kumbakisha nyota huyu kwenye kikosi, lakini mambo yakawa yamekwenda tofauti. Lakini na yeye baada ya kufika huko Banyas Arabuni, mambo yakawa yamekwenda tofauti. Kacheza kwa kipindi kifupi na finally mkataba wake ukawa ameuvunja mkataba wake, na Steve Barker kwa sababu anamfahamu vizuri akaona huyu anamtosha kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chake, kwa maana kikosi cha Simba. So mpaka sasa tunapozungumza ni mchezaji rasmi wa kikosi cha Simba. Experience yake iko vipi huyu? Kwanza Simba wanamchukua Olivier Toure, miongoni mwa vitu ambavyo hata uongozi wa Simba, pengine mashabiki wa Simba walikuwa wanavihitaji kwa wachezaji ambao wataingia, ni wale wachezaji ambao wana experience ya kutosha, kwa maana ya uzoefu wa kutosha wa kucheza hususan kwenye michuano ya kimataifa. Hiyo ndio target, miongoni mwa vitu ambavyo wanavitaka wenyewe kuviona vikitokea. Sasa kwa Ismail Olivier Toure, yeye ana uzoefu wa kutosha katika michezo ya kimataifa, kwani sehemu ya kwanza ambayo ilimpa nafasi ya kuonekana katika majukwaa ya michuano ya CAF ilikuwa ni ASEC Mimosas. Yeye alitokea huko AFAD, lakini alipofika ASEC Mimosas ilimpa platform ya kucheza mechi za Confederation pamoja na Champions League. Na baada ya hapo akaenda timu nyingine ya Afrika Kusini ambayo ni Marumo Gallants. Alivyotoka moja kwa moja ASEC Mimosas alikwenda Marumo Gallants ya Afrika Kusini. Huko nako alicheza mpaka nusu finali ya michuano ya Confederation Cup, na baada ya hapo akaenda Stellenbosch ambako alikwenda kupeleka ile experience yake ndani ya Stellenbosch na kucheza mpaka nusu finali ya Confederation. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwenye swala la mawanda ya uzoefu kwenye michuano ya CAF sio mgeni, anayefahamu vizuri. Huo msimu ambao anacheza yuko ASEC Mimosas aliwahi kukutana na Simba. Baadaye alipokwenda kujiunga na Marumo Gallants nusu finali ya Confederation 22-23 alitolewa na Young Africans, lakini katika mchezo wa akiwa na Stellenbosch kushiriki michuano ya kimataifa alikutana na Simba pia katika hatua ya nusu finali, wakaomaliza mwendo na Simba kaenda finali dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Kwa hiyo kwenye swala la uzoefu, huyu bwana uzoefu yuko nao. Simba mbele wanakoenda ni kwenye Champions League, wanakwenda kukutana na Esperance de Tunis. Maybe kwa Simba kushindwa kuchukua taji lolote la ndani inawezekana kawa sio story kubwa, kwa maana ya ni eneo ambalo wamekuwa wafanya vizuri kwa muda mrefu, lakini katika michuano ya kimataifa wana target zao. Ni eneo ambalo huaga wanajimwamba fai, licha kwamba hapa ndani mtani wake Young Africans amekuwa akifanya vizuri, lakini Simba huaga anaingia kifua mbele when it comes mpira wa nyumbani. Anaamini yeye ni when it comes mpira wa kimataifa, anaamini yeye ni mchora ramani. Hao wote wanakuja baada ya ramani ambayo yeye ameichora. Kwa hiyo ana confidence kubwa. So hali yake sio nzuri ya kwenda hatua inayofuata, yani hatua ya robo finali. Sasa anavukaje hapa hatua ya makundi? Inabidi akutane na Esperance kwanza kwenye double header. So
Simba wanapambana kwelikweli kuweka mazingira sawa, kupata wachezaji ambao wana daraja la juu, wachezaji ambao wanaweza kukamilisha mission yao kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Kama wataishia group stage, itakuwa kwa mara ya kwanza kwenye kipindi kirefu sana. Kwa hiyo itakuwa ni miongoni mwa failure zao kama club. So wanapambana kuitengeneza Simba imara ili waweze kufanya vizuri katika kampeni zijazo za ligi ya mabingwa Afrika. So kwenye swala la experience haina shida. Nafasi yake ndani ya Simba yenyewe iko vipi? So far tunapozungumza, Steve Barker amekuwa akitumia walinzi wake, lakini mlinzi ambaye amejihakikishia nafasi kwenye kikosi cha kwanza ni Rushan Derek. Huyu Steve Barker bwana anatokea Afrika Kusini, Cape Town. Cape Town ndiko ambako Rushan Derek pia anatokea, lakini anamfahamu Rushan Derek kwa performance yake kwa kule Afrika Kusini. Amecheza Mamelodi Sundowns. Hii ni miongoni mwa timu kubwa Afrika Kusini ambayo wanaiangalia vizuri sana, na hata huyo kocha Steve Barker alikuwa akihusishwa pia na Mamelodi. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao yeye anawafahamu vizuri ni pamoja naye, kwa maana ya Steve Barker anamfahamu vizuri huyo Rushan Derek, kwa maana ya kumfahamu, amemuona kule Afrika Kusini. So natarajia kuona Rushan Derek akichukua nafasi kwenye kikosi cha kwanza, na Olivier Toure namuona akaenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza, kwa maana ya walinzi wawili wakati wanakwenda kutengeneza hiyo safu ya kiulinzi pale, kwa maana walinzi wawili ambao backup yao kwa asilimia kubwa tunatarajia kuona ni Wilson Nangu, ambaye pia naye amekuwa akipata nafasi ndani ya kikosi cha Simba chini ya Barker Steven. So hayo mazingira ndio. Kwa hivyo so far tunapozungumza, Olivier Toure ni mali ya Simba, ni mali ya wekundu wa Msimbazi, na ni mchezaji ambaye ana experience hivyo ambavyo kama tumeizungumzia. Ni mchezaji ambaye tunamuona akiwa na nafasi ya kuingia kwenye timu kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, ni kitu ambacho kinawezekana pia, lakini muda utakuja kueleza zaidi juu ya kiwango chake. Tunasubiri kumuona, na mimi atakwenda kutumika katika michezo ya kimataifa, hususan hapa inayokuja mbele dhidi ya Ataraj Esperance de Tunis, ambapo Simba wanatarajiwa kwenda nchini Tunisia kwa ajili ya mchezo dhidi ya Ataraj. We kwa namna ambavyo unamfahamu Ismail Olivier Toure, ni mchezaji ambaye unamuona kuwa ni ingizo sahihi, yani Simba wamefanya usajili wa maana, au unaona bado hakuwa anatosha, alihitajika mwingine mwenye quality zaidi yake? Weka comment kwenye comment section hapo ukitoa hisia zako, lakini usisahau kusubscribe. Na hii ni Mzinga Sports, mpaka wakati mwingine.